Muad ibn Jabal anasema idha kana yawm al-qiyamati wa yawm al-hasarati wa nadama, tapofika siku ya kiyama basi itakuwa ni siku ya majuto na ni siku ya hasara kwa binadamu. Yuhshara Allah ta'ala ummati min quburihim ala 12 fawja, umma wangu watafufuliwa, mtume anasema kesho siku ya kiyama hali ya kuwa ni kundi 12. Ama fawjul ula fayuhsharuna min quburihim laysa lahum aydin wala rijlin, kikundi cha kwanza wakati Israfil atapuliza baragumu la kiyama, kikundi cha kwanza watatoka ndani ya makaburi yao hali ya kuwa hawana mikono wala hawana miguu. Fayunadi munadi min qibla arrahman, malaika ananadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu anasema haula alladhina kanu yuduna jiran, hawa walipokuwa duniani walikuwa na tabia kuwaudhi majirani, yani hawa wanafufuliwa hawana mikono wala hawana miguu. Matu walam yatub, walikufa bila kuleta toba. Fahadha jazaohum wa masiruhum ila nar, watapelekwa moto wa jahannam hali ya kuwa hawana mikono wala hawana miguu. Ama fawjul thani, kikundi cha pili, fayuhsharuna min quburihim ala surati al-khanazir, watatoka ndani ya kaburi yao hali ya kuwa wako na uso wa nguruwe, yani mwili ni binadamu lakini uso ni nguruwe. Fayunadi munadi min qibla arrahman, malaika ananadi kwa Mwenyezi Mungu anasema haula alladhina yatahawanuna fi salat, hawa ni walipokuwa duniani walikuwa na tabia kukatakata sala, walikuwa na tabia kuchezea sala. Matu walam yatub, walikufa bila kuleta toba. Fahadha jazaahum wa masiruhum ila nar, watapelekwa moto jahannam hali ya kuwa na udhalilifu na hali kama hiyo. Wa amma fawjul thalith, kikundi cha tatu, fayuhsharuna min quburihim wa budunuhum mithlu aljibal, watatoka ndani ya kaburi hali wana matumbo kubwa kiasi ya milima ya Uhud. Muliat min hayat wala aqarib, ndani ya tumbo imejaa kila aina ya nyoka na inge. Kamithli albiqal, kama mfano wa nyumbu. Fayunadi munadi min qibla rahman, malaika ananadi anasema haula alladhina yamna'una zakat, hawa walipokuwa duniani walikuwa ni mabakhili, walikuwa hawatoi zaka, sasa wanakufa katika hali ya udhalilifu kama hiyo. Matu walam yatub, tatizo ni walikufa bila kuleta toba. Fahadha jazaahum wa masiruhum ila nar, watapelekwa moto wa jahannam hali wana tumbo kubwa kiasi ya milima ya Uhud, na ndani ya tumbo imejaa kila aina ya nyoka na inge. Wa amma al-fawjul rabi', tukiingia katika kikundi cha 4, fayuhsharuna min quburihim yajri min afwahihim dam, wanatoka na kaburi hali ya kuwa mdomo yao wanatapika damu. Wa am'ahum tajri ala al-ardi, na mara wanavurutia chini, mara imeanguka. Wa naru takhruju min afwahihim, na ilhali moto jahannam inatoka kwenye mdomo yao. Fayunadi munadi min qibla arrahman, malaika ananadi anasema haula alladhina kadhabu fi bai'a wa shira, hawa walikuwa ni wafanyi biashara, tatizo lao walikuwa wanatumia kiapo cha uongo kwa kufanya biashara. Fahadha jazaahum wa masiruhum ila nar, Mwenyezi Mungu atawapeleka moto wa jahannam kesho siku ya kiyama. Wa amma fawjul khamis, kikundi cha 5, fayusharuna min quburihim, watatoka katika makaburi yao. Yastakhifuna min anas rihuhum antina min jifatin, basi watatoka ndani ya makaburi hali ya kuwa wananuka vibaya sana kuliko hata mizoga. Fayunadi munadi min qibla rahman, malaika ananadi anasema haulai alladhina yaktubuna maasi sirra min anas, ni wale walikuwa wanafanya machafu kwa sababu huko wanajificha na huko wanafanya machafu. Nimetoa 5 peke yake, inatubakia 5 katika pati nyingine, kwa sababu hii natakana tunatoa tu nusu pati ya kwanza alafu inatubakia pati ya pili. Kama ungeendelea ama kama ungependa tuendelee pati nyingine, inshallah comment hapo chini tuweze kumalizia hiyo kikundi 7, tujue nao watafufuliwa namna gani kesho siku ya kiyama, kwa sababu hawa wanakwenda motoni, na kisha mfika motoni watamkuta ule malaika wa motoni anaitwa Malik. Fayarfa'u fi tilka darbata, atainua ile rungu ya jahannam ala 70,000 insana fi qahri jahannam, mpigo moja atawapiga watu 70,000. Allahu akbar. Siku moja siku ya kiyama malaika atamwendea Mwenyezi Mungu atasema ya Rabbi, kuna mtu analia katika moto wa jahannam, anasema ya Hanan ya Manan 1000 aman, muda wa miaka 1000. Malaika anamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, vipi kuweza kumhurumia huyo mja wako? Hiyo sauti nilisikia muda wa miaka 1000 iliyopita. Allah atasema naenda kumtoe. Ule malaika atafungua mabawa, atazama ndani ya moto wa jahannam. Fayaghusu fi talabi mundu 50,000 aman, atateremka kabla hajafika chini, atakuwa akielekea kwa muda wa miaka 1050. Kisha lam yaqdir alayhi, atamkosa. Thumma yarji'u, kisha anarudi
kwa Mwenyezi Mungu kupeleka ripoti kwamba amemkosa huyo mtu, kurudi peke yake tena inamchukua muda ya miaka 1050. Allahu akbar. Hiyo mtu hali yake atakuwa namna gani? Malaika atamwambia Mwenyezi Mungu, innaka arsaltani an ukhrija abdaka fulana min an-nar wa inni dhalabtuhu fi nari mundu 50,000 aman. Ya Rabbi, ulinituma mimi kumtoa mja wako katika moto wa jahannam na nilikuwa nikihangaika muda wa miaka 1050. Ndio ataambia fahuwa fi wadin kadha tahta sakharatin fa akhrijhu, yuko sehemu fulani chini ya mawe, nenda kamtoe. Ndio ataenda kutolewa huyo mtu, yuko katika fidhalkil asfali min an-nar. Siku moja Mtume alayhi salatu wasalam anakaa pamoja na masahaba, akasikia tetemeko. Akauliza masahaba, mnajua hiyo tetemeko ni nini? Masahaba akasema hatujui ya Rasulullah. Akasema hadha hajarun, hiyo ni mawe, rama bihi fi nari jahannama mundu 70 aman. Mtume alayhi salatu wasalam anasema ya kwamba ni mawe ambayo ilikuwa inatupa ndani moto jahannam, kabla kufika chini ilikuwa ikielekea muda miaka 70, ila al'an hata intala qahriha, saizi ndio imelanda chini katika moto wa jahannam. Tutaendelea pati nyingine inshallah, unaweza kwa comment hapo.